maumivu yakizidi tafuta watu wa kusema nao. Kila maisha yana mtihani wagi duniani, lakini mwisho wa mtotonduza vipi kwanza mdogo wangu? Fresh vipi? Sina be fresh hivi ndugu yangu. Kucheza kote yani uko na kuchezaga unajatosheka mdogo wangu, au vipi? Uko na bora uje kucheza na familia yangu, si ndio maana yake? Sasa Big Blaza, mbona mimi sikuelewi? Sasa kucheza na familia vipi? Kwani wewe mimi na wewe si fresh? Kwani kuna kitu gani? Kwani nisikilize Nduza, usiniambie fresh kinaendelea. Kitu gani kinaendelea rafiki yangu? Sio kukataa mimi kumuamu wangu tena, hiyo ndio sababu. Umesikia kunipanda mimi kichwani? Umesikia mdogo wangu? Unajua Nduza mtoto mdogo sana. Umesikia mwanangu? Mbona unanitia masiala kiasi hicho mdogo wangu? Kwani uchawi nini mwanangu? Sikia poa, mimi unanipa lawama ila mimi sijaelewa mpaka sasa hivi mimi nimekosea. Mimi nataka hela yangu. Sasa Big Blaza hela gani? Kwani mimi tushamalizana kila kitu fresh. Sasa mimi nataka hela yangu unajua. Mimi nataka hela yangu. Sasa Big Blaza, mimi nishakuwa sikuelewi bwana. Wewe siku zile umeniletea simu yangu, umeniambia bwana kuhusu mazingira mzee mlisho poa mdogo wangu, mazingira yaishe. Sasa ila gani unataka wewe kati tushamalizana? Wewe sikiliza, usiniletee mbwa simu Nduza, usiniletee mbwa simu, umesikia? Kule mtaa mzima kule mpaka sisi tunahama mwanangu, tendo lilotendea mke wangu unajua mwanangu, umemchukulia ule demo lomchukulia vichenchi kule, unajua ule mke wangu unajua kitu hicho hapo Nduza mwanangu. Sasa Big Blaza kaniambia mimi najua nini? Si mimi nimemleta ugaiga kwa sababu nilikuwa najua malaya kama la wengine tu. Baki wala. Mke wangu ndo anamuita malaya Nduza. Big Blaza unanipiga, si ndio? Unanichukuliaje na kuuliza eh? Mke wangu ndo anamuita malaya kumbe babake. Sasa sikiliza. Wewe umenipiga unajua vizuri mimi. Yaani hapa nakula kutoboa toboa 7 na ndo komba laki 3 mshamba wewe. Alafu sikiliza nakwambia kitu. Unaona mimi mtambo ninavyosema mtambo simaanishi mashine. Yaani mimi ndo azimu mimi boxi. Mirembe nimepewa ndo sinihame. Nitafuta sema kwenda kuishi vipi? Niache kwanza. Nakuchukulia poa unajua vizuri mimi. Umekuwa sio mdogo wangu au vipi? Umekuwa sio mdogo wangu au vipi? Mota mapembe sio au vipi? Oya, panya unamtolea ndula. Oya, panya unashindana na panya. Oya. Mwanangu hii dogi mwanangu. Hii dogi mtoto Nduza mwanangu amekata kamba tu. Wewe. Dogo mimi siandafika katika maisha. Alafu unaona mimi mwenyewe. Mimi sielewi yani maisha yangu wenyewe. Sielewi. Hizo kubulele bila manje wewe na konti ile oshimadala hizo. Duza. Kuna nini? Maana simu yako imenishtua sana rafiki yangu. Huko nyumbani nimeacha kila kitu. Anyway, acha tu ile rafiki yangu. Jana nilikuwa nakuja kwako. Nikapata matatizo makubwa sana. Yaleo nilipelekea mpaka nikakupigia simu. Queen, kitendo gani hicho ambacho umefanyiwa? Alafu, mbona kila ukitaka kuja nyumbani huwa unanipigia simu? Jana ilikuwaje? Nilikuwa nataka nikufanyie surprise. Wewe, surprise mtawa mzizima. Haya, kimekukuta kitu gani? Wakati nipo njiani nakuja huko kwako, nikakutana na mkaka mbaya mweusi. Muuni si muuni, msela si msela. Akawa ananitongoza, nikamkataa. Sasa sijui alinifanya vipi, nika kama vile nimepoteza fahamu. Baada ya kuzinduka nikajikuta kwenye jumba moja bovu, tena nimeingiliwa kimwili bila ridhaa yangu. Wewe, kwa unataka kuniambia umebakwa? Queen, nilishakwambia mtoa mzizima sio wakuja wewe peke yako. Halafu kizingatia haujawa na wenyeji wowote ule. Ndio maana nikakwambia kile kutaka kuja mimi nipigie simu. Sasa unaona. Pole sana rafiki yangu. Lakini huwezi amini, yule mkaka aliyekupiga kofi siku zile, sijui unakumbuka? Alikuwa anapita, ndio akanisaidia mimi, akanipeleka hadi hospitalini. Ila ninachomshukuru Mungu, sijakutana na maradhi yoyote, sijakutana na maambukizi yoyote, ila nimebakia tu na maumivu. Unasema yule mkaka alionipiga mimi kofi ndio amekusaidia? Hii inawezekanaje? Yule mkaka tangu lini ana wema huo wa kukusaidia wewe? Ellen, umdhania ndiye, kumbe sie. Yule kaka amenionyesha utu ambao sijawahi kuona. Kwanza alikuwa anapita tu, akaniona, huruma ikamuingia, akaona si vizuri aniache peke yangu pale. Unafikiri mimi ningesaidiwa na nani pale? Na kama unavyojua mtaani pale mimi ni mgeni. Ellen, ningesaidiwa vipi? Wacha nisadifu maneno yako. Lakini pole sana rafiki yangu kwa situation iliyokukuta. Pole sana. Ellen, ninachokuomba rafiki yangu,
hii siri sitaki mwambie mtu yoyote, awe baba yangu, awe mama yangu, awe ndugu yangu yoyote, na ndio maana sijakupeleka ndani, nimekutia hapa nje. Queen, usijali. Kama umeamua kunichagua mimi kuwa mtu wako wa kwanza kuniambia hilo swala, basi na mimi sitamwambia mtu yoyote. Na la kwako wewe ni la kwangu mimi, na la kwangu mimi ni la kwako wewe. Usijali rafiki yangu. Asante. Na kwa mimi sina rafiki yangu. Ndio maana wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kukupigia simu baada ya mimi kupata matatizo. Kama kuna mwanga uje sasa, kama kuna msaada umfikie, asife kwa maumivu ya watu, Mola muokoe. Mola muokoe. Vipi man? Poa, kwema. Hivyo nishie kuona wapi wewe? Mimi mbona nipo mtaani hapa sana? Usiniambie kwamba una muda, mimi sije kuona katika maisha yangu. Wewe vipi wewe? Wewe utakunongopea nini katika mtaa mzima? Mimi popote na kanyaga, sije kuona sura yako. Wewe wapi? Niko kwa brother fulani, brother Vasha kuti hivi. Baridi, tuachane nayo. Sitaki kumjua huyo mtu kwa sababu mimi anihusu. Sawa, sikia. Mimi na kipengele changu hapa nataka ukisave. Najua sio mtoto wa kiume bwana. Si unajua tunazingatiana mtaa mmoja. Kwa hiyo ukifeli lazima umfuate mwanamume mwenzio umuelekeze vipengele. Mimi mchawi? Buku mbili tu mwanangu nataka nikaishi. Brother sina kitu bwana ndugu yangu. Sasa mimi natoka zangu hivi, hapa na hela tu ya brother Vasha hapa nataka nimpelekee hapo mtaani. Sina kitu ndugu yako, ningekupa ningekuwa nayo hata buku mbili. Kitu gani kwani? Sasa mwanangu vipi sasa? Yaani bora ungekuona hela kabisa. Sasa hela unayo unataka kumpelekea kakako, mimi naishi vipi sasa? Sasa ndugu yangu nenda kumwambia kitu gani? Vasha mwenyewe namjua Vasha mkorofi. Ngapo kwenye hivi simuelewelewi mtu. Ni mtu aina gani? Kila siku tunagombana nyumba ndani, kupe hela yake ndugu yangu, natafutia mimi ubaya ndugu yangu. Sawa. Kumbe nyinyi mkifuata kiustaarabu mnachukulia kama watu vihandi au vipi? Kwa unataka tulete ugaigai tena? Unataka tulete lo mbaya, si ndio? Wewe unajionaje na kuuliza wewe? Yaani mimi nakwambia tu mazingira unachukulia poe kama nani? Sasa bro, mbona sasa tena kama ugomvi ndugu yangu? Wewe unajua kusikia na wale kusunduza hapa mtaani, unajua kusikia, si ndio? Sasa sikiliza nikupe hii hapa ambayo hauna. Unaona mama wote unaona hapa? Hakuna hata mmoja atakaye kusaidia kwa sababu ananijua vizuri bala langu. Wewe kama nani sasa utopeta madharau kama hivi? Mimi nakwambia toa mazingira unachukulia hapo, unanijua vizuri wewe. Kaka, sikiliza ndugu yangu, sasa mimi nitaenda kumwambia nini Vasha ndugu yangu? Mleta mfuko. Tulia wewe, vipi kwani? Bro. Ela kaka Vasha hii. Jichenge. Lakini brother, jichenge babu vipi? Ndugu yangu Vasha mwenyewe mimi simuelewi. Pita hivi babu, jichenge babu, kwani vipi uelewi? Pengine vipi hawa? Mtu anakwambia pita hivi, eti nataka tolewe damu tena kuelewa namna gani mtaani hapa? Hizo kubulele bila manje wewe na Ondile Oshimadala Pumalanga. Hapa hii 99 midata kuongezeka moja na komepagawa. Ikikamilika kitime mimi sio chochote za do mauti. Watoto wadogo mtaka kuchukulia poa au mtaa wangu. Mimi popote pale na kanyaga, afa kuna mtu wote kusema fanya tuone. Nani sinijua. Bango imenifika, watamba ironishika, pesa inazalilisha, najuta kutenda mama, Kumbe dalali jana aliponiambia kuna mpangaji mpya ndo wewe? Ndo mimi. Nimehamia tu jioni. Yaani nimekusubiri usiku kucha jarudi. Ulienda wapi? Wewe hujui kazi zangu hadi uniulize nimeenda wapi? Au unataka majirani wajue ninafanya kazi gani? Yaani hapo ndo unaponichoshaga wewe. Kazi zako unafanya kila siku. Lakini sasa mbona ulipi madeni ya watu? Yaani madeni yamekuelemea. Sasa kuna faida gani ya kufanya hiyo kazi? Wewe hapa umekuja tu kama mpangaji. Kwa hiyo naomba usinijadili maisha yangu. Sijui umenielewa? Kuhusu madeni achana nayo. Mimi mwenyewe ninayamudu. Na kingine umeme kwa mwezi ni shilingi 10,000. Na zamu ya usafi kila mmoja siku 3. Sijui tunaelewana? Umeme 10,000? Kwa kijumba gani? Mbona hii ngondo? Na ninavyokujua wewe Sakina, sidhani kama wewe 10,000 unaitoa. Ila mimi na mdomo wangu. 10,000? Dalali kaniweza. Huyu sana kuja nyumbani kwa 2,200. 10,000 inakuwaje huko ndani? Ngoja tuone.
Hivi wewe una matatizo gani? Yaani mchana kweupe unatokea tu, unahisi kama watu wakikuona watafikiria nini? Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuniona. Labda wewe ndo atakuona. Au wenda yule mtu mwenye macho ya nyama ndo ana uwezo wa kuniona. Leo una shida gani? Maana naona umeshindwa kuvumilia tukakutana usiku. Mzee Mlisho yeye ni siku ya 3. Hajatuita katika kikao. Binafsi mimi nimeshindwa kuelewa nini dhamira yake, au wenda hii vita anaiogopa. Ina maana hauna taarifa ya Mzee Mlisho. Mzee Mlisho alijichanganya akaenda kwa Sasha. Na kilichomkuta huko ndo kimesababisha asituite kwenye kikao. Una maana gani? Unataka kumaanisha kwamba Sasha amemzidi Mzee Mlisho maarifa? Vita ndo kwanza imeanza. Sakina kachoka kudaiwa wewe. Hivyo mdada utanikimbia mpaka lini? Yaani kila ukiniona unanikimbia, utanikimbia mpaka lini? Mimi sijakukimbia wala nini. Sema tu nilijikwaa. Unanichukulia mimi mtoto mdogo? Ni mtoto mdogo kabisa, unaniona Lakini Obei, si nilikwambia ile siku Simba wanacheza? Kama unaongeza ile nyingine, basi hivyo itakuwa vizuri. Na wala usijali kuhusu uwanja. Nyumbani kwangu kupo huru. Sawa, tatizo sio hela. Siku zile nikupa 20,000, leo nitakuongeza tena 20,000. Ila uwanja wako utumie vema. Basha. Basha. Vipi Kilambasi, mbona tunaitana kwa ugomvi hivyo? Jao ndugu yangu. Si nilikwambia nimetumiwa hela ndugu yangu. Nikaenda kuitoa hapo. Pale kwa kibanda cha kutoa hela pale. Ndugu yangu nakutana na muuni, so muuni. Mshikata sijamuelewa mwanangu. Oya akanipiga hapo kwenye hapo nikapatia hata panado hapa kanipiga huko ninapokuambia mikofi. Ile nyaka kapita nayo. Mtaani sio uko vipi rafiki yangu? Sasa kuna maana gani mtu kwa askari polisi? Kama tunateswa hivi kuna maana gani sasa mzee? Ndugu wangu, mambo poa? Mimi mgeni maeneo hapa, ila kwa mtu uko namuulizia anaitwa Nduza, unafahamu? Hapana, simfahamu. Unafahamu? Wewe si mwenyeji maeneo haya? Mimi mwenyeji, lakini niko busy na maisha yangu sana. Kwa hiyo sifuatilii maisha ya wengine na ndio maana simfahamu. Hapo kazi tushamaliza. Niligoma kuita kilingeni kwangu kwa sababu nilishaona kuna mazoea mabaya na kilinge changu. Sema Sakina, tuache masiara. Mungu haja kunyima vyote. Kakupa madeni akakupa na utamu. Nimeenjoy sana. Sema hata wewe upo vizuri. Vipi kuhusu deni? Unalipanaje? Kama unavyonilipa kilingeni kwangu, ndivyo tutakavyolipana. Nikutakia siku njema. Sakina, umezidi shoga yangu. Wewe dada unajiweza. Unajimudu, upewe tu maua yako. Yaani wewe uchoki, asubuhi anaingia mwingine, mchana anakuja mwingine, usiku ndo sisemi.
Yaani sasa hivi umeamua bora uende kwa vitoto vidogo. Yule si sana mwanao yule. Wewe si unamzaa yule? Au dada umelapwa sana wewe. Mtoto mdogo kwako wewe. Ila kwangu mimi namuona mtu mzima. Alafu Tamba, mbona unapenda kunifuatilia sana? Hata siku moja ushawahi kunilipia hata pesa ya umeme? Wala ukasema tu, Sakina chukua hii ulipe kodi. Binti, sitaki kupenda kunifuatilia kwenye maisha yangu. Yaani mimi lazima nikufuatilie kwa sababu wewe ni shoga yangu. Na kinachoniumiza hawa wanaume hawakupi chochote zaidi ya kukufunua tu. Yaani wewe wanakufunua sasa hivi, yaani unaenda hadi kwa vitoto vidogo. Sasa ingekuwa wale wanakufaidisha, si wangekupunguzia madeni uliokuwa nayo kwa mtaani. Kwa sababu wanakuja, wanalala, wanaondoka, ukitoka hapo wanakuacha mweupe pe kama walivyokuja. Wana faida gani sasa? Tafuta mume uolewe. Yaani na hivi unavyobadilisha leo anakuja mfupi, kesho mweupe, kesho kutwa mweusi, wanene, wembamba, wanakuja huko mtaani kwa watakuoa nani? Kwa tabia kama hizo, nani atakustiri mwanamke kama wewe? Haya, wewe unapata bahati ya kuolewa, basi utulie. Tuache sie ambao hatutaki kuolewa. Alafu mimi nimetoka huko nyumbani kwetu, sieje hapa kwa ajili ya kuolewa. Mimi nimekuja mjini kutafuta hela. Wewe unje kutafuta hela. Kuna kitu ulichokuja kukitafuta. Sasa unachokitafuta utakipata. Mbona vimejaa? Hapa mjini vipo. Yaani hapo uchoke wewe. Alafu shoga yangu umenunua unga, unisalie na mimi ugali. Ovyo. Yaani hapo umetoka kumtoa mtu tena unapenda kuhesabia ugali. Nikisema wewe iko kitu una faida nacho, hutaki kukubali. Unga nimejipa mpika ndio maana nimebeba robo. Si unaona robo. Mume wangu hayupo, yaani hili tumbo langu mwenyewe. Si utaki kuolewa. Mwambie aliotoka hapa akupe hela ukaniunga upike ugali. Nenda bwana. Tangia lini ukauweza udugu wewe? Utakuja tu. Dogo, mambo? Poa. Samahani kwa kitu mbona nikuulize. Mimi mgeni mazingira haya, ila kuna mtu namuulizia. Anaitwa Nduza. Sasa sikia dadangu. Kabla ya kunomba msaada, mimi naweza kukusaidia. Dadangu hapo unavyoniona mimi ni mganga kienyeji. Umeona? Kwa kama huyo Nduza kakuibia, kakuloga au kufanya kitu chochote kile, mimi naweza kukusaidia. Kikubwa tu wewe ni kufuata masharti yangu. Nikwambia ulete mchele unaleta, kuku wawili unaleta. Mimi sipo hivyo kwangu, fikiria wewe. Mimi nina shida naye binafsi. Ndio maana nikakuta Nduza unamfahamu? Nduza mimi namfahamu. Ila huyo Nduza mimi sina mazoea naye. Oh. Unaweza kunipeleka kwake? Anapoishi sipafahamu. Kama nilivyokuambia, huyo Nduza mimi sina mazoea naye. Sawa. Kwani mdada ana shida gani? Kwa mimi nishamuelekeza sasa nikamtatulia shida zake. Ila hanihusu. Leo nimejitahidi kufuatilia mpaka Nduza ila sikufanikiwa. Ina maana kwamba Nduza watu wengi uko na muogopa. Na sijui kuna shida gani. Banati. Kwa hiyo hilo ndo faili la Nduza kwa siku ya leo ambalo unaniletea. Ulisema udhaifu wa Nduza ni wanawake. Lakini siku kwamba kukutana naye akuonesha udhaifu wa kunihitaji. Unajua kwa nini hakukutamani? Kwa sababu hakuwa kwenye mudi yake na wala hakuwa kwenye njia zake. Kwa hiyo hakuonesha hiyo tamaa. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa hivi unatakiwa ujue pia udhaifu mwingine wa Nduza. Sio, umenielewa? Nafikiri pia sio eneo sahihi la mimi na wewe kukutana hapa. Tuwe tunakutana usiku. Sio hapa. Sio nini? Sasha, Banati, tutazungumza. Lakini Sasha, mbona unanipita kama unioni? Na hata kunijua kweli mpenzi wangu? Sasa unataka niongee nini mbele ya malaya wako? Hivi Vasha, unanichukuliaje kwa mfano wewe? Sasha, yule mimi sio mpenzi wangu wala sio demu wangu. Mimi nilikuwa nazungumza naye tu mambo ya msingi tu. Kwa hiyo sio kunifumania eti kwamba eti mnifumania mimi mpenzi wangu. Sawa? Tena kuanzia leo mimi na wewe basi. Na ukiniona sehemu yoyote ile usiniite wala usinishike mkono. Kila siku moyo wake unavunjika, akikuona na
wengine anateseka, lakini bado anakupenda kwa dhati. Nduza analia usiku peke yake, Shani mapenzi yamekuwa adabu kwake. Alitamani furaha, kapata maumivu, anaishi na hofu ndani ya moyo wake. Nduza analia usiku peke yake, Shani mapenzi yamekuwa adabu kwake. Alitamani furaha, kapata maumivu, anaishi na hofu ndani ya moyo wake. Nduza, moyo umechoka kubeba mapenzi ya upande. Hivi nimetoka nyumbani kwenda kumwangalia mama pamoja na mwanangu Shu. Lakini huwezi amini, nimefika pale yani nimekuta kufuli na sijui hata mwanangu uko wapi. Shu asubuhi nilimuona na mkaka mmoja tu hivi. Walikopo wanaongea, afu baada hapo sijamuona tena. Wewe mkaka yupoje? Mfupi hivi, ni mweusi. Alafu amevaa pants, afu ana manywele. Bago